Yes, tulikuwa tunasubiri kwa hamu sana kufahamu nani atakuwa mpinzani wa Young Africans kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakienda kuianza safari yao rasmi ya kutafuta finali ama nusu finali kwa msimu wa 2026-2027. Lakini sio hivyo tu, tulikuwa tunasubiri kwa hamu sana kutaka kujua watakutana na mpinzani wa aina gani. Kumbuka usajili wamefanya, utambulisho wa jezi tayari wameshafanya, na sasa draw ya CAF imetambulisha rasmi na imetangaza Young Africans hatua ya awali watakwenda kucheza dhidi ya Gaborone United Sports Club inayojulikana kama The Reds au Money Machine. Ni moja kati ya klabu kongwe na zenye mafanikio zaidi nchini Botswana, ikiwa ilianzishwa mwaka 1967. Ndiyo timu pekee inayojiendesha kama klabu ya kulipwa kikamilifu nchini Botswana. Historia na mafanikio makubwa kiufundi tu. Mara ya mwisho walicheza na Simba Sports Club wakipoteza kwa 1-0 pale nyumbani kwao, lakini walipokuja Benjamin Mkapa ilibaki almanusura kutu surprise kutokana na aina ya mpira ambao waliwecheza. Ili uweze kuwapata vizuri hawa Gaborone United, kumbuka mwalimu Dimitri Pantev Matatu ambaye alijiunga na Simba Sports Club ndiye mwalimu aliyekuwa akifundisha hii timu. Utawala wao wa nyumbani wameshinda mataji 8 ya ligi kuu ya Botswana, ikithibitishwa na ubingwa wao wa hivi karibuni wa msimu wa 2024-2025 na makombe ya FA mara 9 kuwatoa mabingwa. Ndiyo timu iliyovunja rekodi ya Jwaneng Galaxy ya kutokupoteza mechi 28 mfululizo nchini Botswana. Lakini pia kimataifa wana historia ya kushiriki michuano ya CAF tangu miaka 1987. Hivi karibuni wamewahi kutoa upinzani mkali wa timu kubwa kama AS Vita Club. Rekodi yao kubwa zaidi ya kihistoria imekuja upande wa timu ya wanawake Gaborone United Sports Ladies, ambao wamekuwa mabingwa wa ukanda wa kusini mwa Afrika COSAFA na kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini dhidi ya Simba Sports Club, katika hatua ya awali Simba Sports Club ilisafiri hadi Botswana kufanikiwa kupata ushindi mwembamba wa 1-0, goli likifungwa na Elie Mpanzu katika mchezo wa marudiano uliopigwa jijini Dar es Salaam Benjamin Mkapa. Gaborone United walionyesha upinzani mkali na kulazimisha sare ya 1-1, matokeo yaliyowafanya Simba wasonge mbele kwa mbinde kwa jumla mabao 2-1. Kwa hiyo kwa takwimu hizo, Gaborone United ni wapinzani haswa na wanacheza soka la kiufundi. Tactical style and profile yao iko hivi: nguvu ya kimwili na kasi, physicality na pace. Kama zilivyo timu nyingi za ukanda wa COSAFA, wachezaji wao wana nguvu, pumzi ya kutosha na kasi kubwa wanaposhambulia kutokea pembeni. Na hapa hata Simba walipokutana na hii timu, tuliona hata Benjamin Mkapa kwa namna ambavyo walikuwa wakiattack kwa kushtukiza na kwa kuishambulia vikali Simba Sports Club. Walikosa umakini tu, wangeweza kuifunga Simba kwenye mchezo wa marudiano. Lakini pia nidhamu ya kujilinda, wana defensive discipline kubwa mno. Hata wakati wanacheza na Simba, usione Simba aliweza kupita kwa aggregate ya bao 2-1 baada ya kushinda kwa 1 ugenini na kutoa sare nyumbani. Ilikuwa kazi ndogo. Wanapocheza ugenini wanakuwa na defensive discipline kubwa hata nyumbani, kwa sababu nidhamu yao ya kuzuia ni ya hali ya juu. Viungo wakabaji imara huwa wanajaza viungo wenye uwezo mkubwa wa kuhimili shinikizo na kukata pasi za wapinzani katikati ya uwanja kabla ya kusambaza mipira mbele. Lakini changamoto kubwa ni umaliziaji. Licha ya kutengeneza nafasi nyingi kutokana na kasi yao, mara nyingi wamekuwa wakikosa utulivu wa mwisho, clinical edge, wanapokutana na timu zenye uzoefu mkubwa kimataifa. Na hii ndio imekuwa changamoto yao kubwa. Kwa hiyo Young Africans wamepata mpinzani ambaye hawapaswi kumdharau hata kidogo. Kumbuka, hawa ndio total dominance wa soka la Botswana, timu pekee ambayo inaendeshwa kwa pesa na inalipa wachezaji wake bila kuwepo na usumbufu wowote.